jinsi kilo 15 za heroin zilivyowapelekea vijana kifungo cha maisha. Hukumu yake yazua mjadala. Sheria inasemaje? Katika moja ya kesi kubwa za dawa za kulevya zilizovuta hisia za wadau wa sheria na usalama nchini, Mahakama Kuu ya Tanzania, kitengo cha makosa ya uhujumu uchumi na rushwa, imetoa hukumu iliyofichua mbinu zinazotumiwa na wafanyabiashara wa dawa za kulevya kuficha biashara zao, huku ikionyesha namna ushahidi wa mazingira unavyoweza kumtia hatiani mtuhumiwa hata kama hakukutwa akiwa ameshikilia dawa hizo mkononi. Kesi hiyo iliwahusu washtakiwa watatu wa familia moja waliokuwa wakikabiliwa na shtaka la kusafirisha na kumiliki dawa za kulevya aina ya heroin zenye uzito wa kilo 15.19. Baada ya kusikiliza ushahidi wa mashahidi 7 wa upande wa mashtaka na vielelezo mbalimbali, mahakama ilibaini kuwa dawa hizo zilikuwa heroini halisi baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kitaalamu katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Kilichomshawishi zaidi jaji kumtia hatiani mshtakiwa wa kwanza, Suleiman Thabit Ngulangwa, hakikuwa kukutwa na dawa hizo wakati wa kukamatwa kwake. Badala yake, ushahidi ulionyesha kuwa baada ya kukamatwa na maofisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCER, ndiye aliyewaongoza maafisa hao hadi nyumba iliyokuwa eneo la maficho ya mzigo huo mkubwa wa heroin kutoka eneo la Charambe Sekondari Mbagala. Mashahidi wa mashtaka walieleza kuwa walifika katika nyumba hiyo wakiongozwa na mshtakiwa huyo. Ndani ya korido ya nyumba hiyo walikuta beseni lililokuwa limefunika kiroba chenye pakti 16 za heroin. Ushahidi mwingine uliotolewa na mahakama ulionyesha kuwa mshtakiwa wa kwanza alikuwa akifahamu uwepo wa dawa hizo na mahali zilipofichwa. Mahakama iliona kuwa uwezo wake wa kuongoza maafisa moja kwa moja hadi eneo la maficho ulikuwa udhibitisho muhimu wa kwamba alikuwa na maarifa na udhibiti wa mzigo huo. Jaji alikataa utetezi wa mshtakiwa huyo kwamba alikuwa mahabusu muda wote tangu alipokamatwa na hakuwahi kupelekwa eneo la tukio. Ushahidi wa mashahidi huru pamoja na ushahidi wa baadhi ya washtakiwa wenyewe ulithibitisha mahakama kuwa alikuwepo eneo la tukio wakati wa upekuzi. Hata hivyo, hali ilikuwa tofauti kwa mshtakiwa wa pili, Sharifa Selemani Bakari. Ingawa baadhi ya vifaa vya kufungashia dawa hizo vilikutwa katika chumba chake, mahakama iliona kuwa ushahidi dhidi yake ulikuwa dhaifu. Sharifa alidai kuwa alikuwa amesafiri kwenda Mkuranga kumhudumia mama yake mgonjwa kwa takriban siku 20 kabla ya tukio hilo. Kauli hiyo haikupingwa kikamilifu na upande wa mashtaka. Zaidi ya hayo, ilibainika kuwa chumba chake hakikuwa na mlango bali kilikuwa na pazia pekee, jambo lililoifanya mahakama kuona kuwa mtu mwingine angeweza kuingia au kuweka vifaa hivyo ndani ya chumba hicho bila hata yeye kufahamu. Hakukuwa pia na ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha kuwa alijua uwepo wa heroin au kwamba alishiriki kupanga au kudhibiti uhifadhi wake. Mashaka hayo yalitosha kumpa faida ya kisheria na hivyo akaachiliwa huru. Mwishoni mwa kesi hiyo, mahakama ilisisitiza kuwa katika makosa ya dawa za kulevya, si lazima mtuhumiwa akamatwe akiwa ameshikilia dawa hizo mkononi. Inatosha kuthibitishwa kuwa alikuwa anazifahamu, anazidhibiti au alishiriki katika mpango wa kuzihifadhi. Kwa msingi huo, mshtakiwa wa kwanza pamoja na mshtakiwa wa tatu walipatikana na hatia ya kusafirisha na kumiliki heroini yenye uzito wa kilo 15.19 na kuhukumiwa adhabu kali iliyotolewa kwa makosa hayo. Hukumu hii imezua mjadala miongoni mwa wadau na imekuwa ni ujumbe mzito katika vita vya dawa za kulevya nchini Tanzania, kwamba hata maficho ya siri na mbinu za kutumia ndugu au makazi ya familia hayawezi kuwazuia wachunguzi kufuatilia na kufichua mtandao huo haramu wa dawa za kulevya. Uchambuzi wa sheria ya drug trafficking unasemaje? Natoa onyo kwa wote wanaoendelea kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya hapa nchini kuacha na badala yake wajikite kwenye biashara nyingine halali. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imejizatiti kukomesha biashara ya dawa za kulevya kwa kufanya operation katika maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini pia na nje ya nchi kwa kushirikiana
na mamlaka za kudhibiti dawa za kulevya katika hizo nchi ambazo tunashirikiana nazo. Ndiyo, mtu yeyote anayefanya trafficking ya dawa za kulevya anafanya kosa la jinai. Jambo muhimu hapa ni maana ya neno trafficking. Watu wengi hudhani trafficking ni kusafirisha au kuuza dawa za kulevya tu, lakini sheria ya Tanzania imeweka maana pana sana. Kwa mujibu wa kifungu cha tafsiri section ya 2, trafficking inajumuisha kuingiza au kusafirisha dawa, kuuza, kununua, kugawa, kuhifadhi kwa maana storage, au kubeba pamoja na kusambaza, na hata kumiliki dawa hizo, yani possession. Ndiyo maana jaji alitumia muda mrefu kujadili suala la possession. Alijiridhisha kuwa mshtakiwa wa kwanza alikuwa na maarifa na udhibiti wa heroin iliyofichwa kisheria. Tayari alikuwa amethibitishwa kufanya trafficking, hata kama hakukutwa akiuza wala kusafirisha barabarani. Kifungu cha 15 ibara ya 3 mstari wa kwanza kina uzito gani? Hiki ndicho kifungu kinachobadilisha kabisa mwelekeo wa kesi. Kinaweka viwango vya uzito wa dawa ambazo zinaifanya kesi iingie katika kundi la makosa makubwa ya biashara ya dawa za kulevya. Kwa heroin, kiwango kinachotajwa ni zaidi ya gramu 200. Katika kesi hii, heroin iliyokamatwa ilikuwa ni kilo 15.19, sawa na gramu 15,190. Hiyo ni zaidi ya mara 75 ya kiwango cha chini kinachotakiwa na sheria. Kwa lugha rahisi ni kwamba huu haukuwa mzigo wa matumizi binafsi wala biashara ndogo. Sheria inaiona kama ni biashara kubwa ya dawa za kulevya. Kifungu cha 15 kinaeleza wazi kwamba mtu anayepatikana na hatia ya trafficking katika mazingira hayo shall be sentenced to life imprisonment, yani atahukumiwa kifungo cha maisha. Neno shall katika sheria lina maana ya lazima. Hivyo baada ya mahakama kuthibitisha kwamba kilichokamatwa ni heroin, kiasi chake ni kilo 15.19, mshtakiwa alikuwa na possession ya dawa hizo, basi mlango wa kifungo cha maisha ulifunguliwa moja kwa moja chini ya sheria. Kwa nini mshtakiwa wa pili aliachiliwa? Na hapa ndipo hukumu inakuwa ya kuvutia zaidi. Jaji hakusema kuwa dawa hazikuwepo. Hakusema pia kuwa upekuzi ulikuwa batili. Badala yake alisema upande wa mashtaka haukuweza kuthibitisha jambo moja muhimu sana, kwamba Sharifa Selemani Bakari alikuwa anajua uwepo wa heroini hiyo na alikuwa na udhibiti nayo. Mahakama iliona kuwa alitoka nje ya nyumba kwa karibu siku 20 na ushahidi huo haukukanushwa. Ndiyo maana jaji alimwachia huru. Tafsiri ya ujumbe wa hukumu hii ni kwamba ukisoma hukumu yote kwa jicho la kisheria, ujumbe wake mkuu ni huu: katika kesi za dawa za kulevya, mahakama haihitaji kukuona ukiuza heroin. Ikithibitisha kuwa unajua ilipo na uwezo wa kuifikia au kuidhibiti, sheria inaweza kukuona kama mfanyabiashara wa dawa za kulevya. Ndiyo sababu ushahidi kwamba mshtakiwa wa kwanza aliongoza maafisa hadi kwenye maficho ya kilo 15.19 za heroin ulikuwa mzito sana machoni mwa mahakama. Jaji aliutafsiri kama udhibitisho wa maarifa, udhibiti na umiliki wa kimazingira, constructive possession, ambao chini ya sheria ni sawa na trafficking yenyewe. Mimi ni Ibrahim Rajab, call me Bold Dancer. Hii ni Global TV. Katika kila mtaa, katika kila uwanja wa michezo, katika kila tukio linaloandika historia ya taifa letu, kuna simulizi linalosubiri kusikika. Kuna sauti inayotafuta kusikizwa. Kuna ukweli unaohitaji kuonekana. Kuna taarifa ya dharura inatoka hapa studio. Kutoka kwenye hamasa ya michezo hadi burudani inayogusa mioyo ya watu, kuna jukwaa moja linalosimama katikati ya yote hayo. Karibu Global TV, sauti mpya ya Tanzania, inayoaminiwa na wananchi, inayofuatiliwa na viongozi. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.